Shughuli zipo nyingi na zimegawanyika katika kama makundi matatu. Kuna shughuli ambazo tunasema zinakuwa zinahitaji macho kwa kiwango cha chini, lakini pia kuna zile shughuli ambazo zinahitaji matumizi ya macho kwa kiwango cha kati, lakini pia kuna zile shughuli ambazo zinahitaji macho kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tukianzia hapo kwenye za chini na za kati, mara nyingi hata madhara yake yanakuwa sio mengi, au zile athari zinakuwa sio nyingi sana. Lakini tunapokuwa tumekuja kwenye kundi la tatu, ndipo athari zinakuwa zinajitokeza nyingi sana, ambazo sasa shughuli zenyewe, lese kwa mfano watu ambao wanachoma vitumbua, ni shughuli ambayo imecontain vitu vingi. Kuna moto pale, kuna joto, na wengi wao wanakuwa kwenye mazingira ambayo ni ya jua kali, wengine ni outdoor activities ambazo zinakuwa zina upepo, ambao ule upepo unakuwa unaingia moja kwa moja kwenye macho, na zinakuwa zimebeba chembe ndogo ndogo kwenye macho. Sasa pasipo kujua kwa muda fulani, maana yake inapelekea mtu kupata athari, licha ya kuwa kuna wengine wanajua na kuna wengine wanakuwa pia hawafahamu kama wana hizo athari. Lakini pia kuna watu kama bodaboda pia, ambao pia kimsingi wanapokuwa wanaendesha ile pikipiki, kwanza namna ambavyo imetengenezwa na engineer aliyetengeneza, lakini pia amehusishwa daktari wa macho, ambapo daktari wa macho alikuja kwenye eneo la utengenezaji wa kofia, ambapo pale kwenye kofia kuna vitu vingi ambavyo wameviweka pale ambavyo vinahusiana na masuala ya macho. Kwa unapokuwa unaendesha pikipiki, cha kwanza unatakiwa uvae ile kofia ngumu ambayo ni helmet, and then ushushe protector kubwa ambayo imewekwa pale. Unatakiwa ufunike, japo bodaboda wengi wanakuwa hawazitumii na wengine wanazitoa. Sasa anapokuwa anafanya zile shughuli au ile kazi yake, maana yake anakuwa anakutana na zile particles, anakutana na upepo mkali, anakutana na zile UV harmful radiations. Mwisho wa siku, baada ya muda fulani, nampeleka kwenye matatizo ya kupata shida ya macho. Kwa hiyo hao ni miongoni mwa watu ambao wako eneo la shughuli ambazo zinapeleka athari nyingi sana kwenye upande wa macho. Wale wa chini, kwa mara nyingi wanakuwa wanapata athari kidogo, japo na wenyewe baada ya miaka fulani wanaanza kupata zile dalili ambazo zinakuwa sio nzuri kwa upande wa macho. Baadhi wanaweza wakafahamu kama ni watu ambao ni wakupenda afya zao, ambao ni wanapenda kufuatilia makala mbalimbali kuhusiana na masuala ya macho, ni wachache sana. Lakini pia kundi kubwa, wengi wanakuwa hawafahamu. Ndio maana huwa tunakuwa tunafanya seminars kwa makundi maalum. Kwa kundi au kwenye makundi, kuna ambao wanakuwa wengi wao wanakuwa hawafahamu. Sasa wale ambao tuna uwezo wa kuwafikia, tunawapatia ushauri na namna nzuri ambapo wanaweza wakafanya zile shughuli zao pasipo kuathiri macho yao. Lakini kundi kubwa inakuwa haipo aware sana kuhusiana na ile shughuli anayokuwa anaifanya na kuhusiana na afya ya macho. Namna ya kwanza kabisa, tupende afya zetu. Na tunazipendaje? Lazima kila shughuli, kabla hujaifanya au kabla hujaianza, ni vizuri kuifanyia tafiti ndogo ambayo inahusiana na masuala ya afya, kwamba endapo naenda kuanzisha mradi wa kuchoma vitumbua, mradi wa pikipiki, mradi wa kuchomelea vyuma kwa ajili ya kutengeneza mageti majumbani, ni athari gani ambazo naweza nikazipata kiafya? Hiyo ni moja. Cha pili, tupende kufuatilia elimu ya macho, kuweza kujua nikifanya hiki kitu gani kinaweza kikatokea baada ya muda fulani au baada ya muda mfupi. Na cha tatu, tupende kujua afya zetu, tufanye check up, kwamba nimefanya kazi mwaka mzima, tujiwekee ratiba kwamba kwa mwaka ndio siumi macho, sijisikii zile dalili za moja kwa moja, hebu nikafanye eye check up. Hivyo wengi wanakuwa hawafanyi hicho kitu, lakini mmoja wanafika hapa kituoni kwetu Best Vision. Kwanza kabisa tunawekeza kwenye elimu. Tunawapatia elimu namna ambavyo anaweza kaendelea kufanya shughuli yake pasipo kuathiri macho yake.
Hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho tunachokifanya, na kama kuna protection goggles ambazo tunazotokea kuwaelekeza ambazo zinakuwa ni salama, tunawapatia kwa maana ya kuendelea na shughuli zao huku wakiwa wamezivaa. Lakini pia cha tatu, tunawashauri baada ya muda, baada ya kuwa wamefanya zile shughuli, ikipita hata miezi 6, mwaka mmoja, warudi tuwaangalie maendeleo yao yako vipi, tukiwa tunahusianisha na ile shughuli wanaokuwa wanaifanya. Mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya kitu kinachokumba afya ya macho, na nafikiri season tunazo nyingi kwa mwaka, lakini moja ya season ambayo inaathiri sana kwa kiwango kikubwa sana ni msimu wa kiangazi, ambao msimu wagonjwa wengi watu wengi wanapata changamoto nyingi sana za macho. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya msimu na msimu na afya ya macho. Msimu wa kiangazi, cha kwanza, unakuwa ni msimu ambao una hali ya hewa kavu. Una hali ya hewa kavu ambayo sasa ile hewa ikishakuwa kavu, manake inakuwa inabeba particles ndogo ndogo ambazo zinazokuwa zinaingia kwenye macho, hivyo watu wanapata dalili nyingi ambazo zinakuwa zinasababishwa na hizo particles. Cha kwanza atasikia vitu kama mchanga, cha pili atakuwa anasikia jicho kavu, cha tatu jicho litawasha, cha nne asubuhi akilala na kuamka atakutana na uchafu kwa maana matonotono. Kwa hiyo hicho kipindi kinakuwa kina vurugu nyingi, watu wanapata allergy ya macho hicho kipindi. Lakini pia hata kipindi cha baridi pia mtu anaweza akapata athari ya macho, na ndio maana hata watu ambao aidha cha kiangazi, mara nyingi tunakuwa tunatumia AC ndani, anapokuwa anatumia ile AC ndani kwa mara ya ofisini, wanapelekea macho kuwa makavu, sababu ya ule upepo unakuwa unapuliza moja kwa moja kwenye macho. Kwa hiyo unapelekea kufanya pia evaporation.